Jema la kheri katika kuinua jamii yetu. Serikali inafanya kazi kubwa sana kwenye kuhakikisha mtoto wa Kitanzania anapata elimu na maarifa. Kwa hivyo pia kumekuwa na uungwaji mkono kutoka taasisi mbalimbali zisizokuwa za kiserikali ambazo zinafanya jitihada kuunga mkono juhudi hizi za serikali. Na kwa msingi huo taasisi ya Ibn Jazar yenye makao yake makuu pale Mkuranga inaongozwa na Sheikh Othman Kaporo ikisaidiana na msikiti wa Kadiria ulioko Kigamboni, lakini hawa wote wamefanya mashirikiano na chuo kikuu cha Al-Bukhari International University kilichopo Malaysia. Kwa hivyo wamefanya jitihada ya kutoa scholarships kwa wanafunzi wa Kitanzania 13 waende kusoma. Na jambo kubwa hapa, hawa vijana waliopata hii nafasi ni vijana ambao wamelelewa katika shule hii ambayo ina mkondo wa kutoa elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa hivyo hawa vijana wamehifadhi Qur'an na ikawa ni kivutio kimojawapo kwa kile chuo kikuu kuwapa nafasi ya kwenda kupata elimu ya juu. Ni vijana ambao wamehitimu kidato cha 4 lakini wamepata nafasi ya kwenda kuanza na masomo ya awali ya msingi ya kufikia katika hatua ya kwenda chuo kikuu, na wamepata uungwaji mkono kutoka kwa jamii mbalimbali kuwanunulia tickets. Na katika jambo ambalo tunatoa shukrani nyingi sana ni kwa kweli imekuwa ni fursa kwa watu mbalimbali kutoa sadaka yao kwenye njia hii iliyo ya heri, kwa sababu wakisoma wakapata maarifa watarudi hapa nyumbani, wataisaidia Tanzania yote bila kumbagua mtu, bila kumbagua mtu yeyote kwa dini yake, kabila lake, jinsi yake, kimo ama rangi yake. Atahudumia Tanzania yeyote. Kwa hiyo tunashukuru kwamba tumepata uungwaji mkono pia kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye yeye ameunga mkono jitihada hii kama walivyounga mkono watu wengine wengi, Amana Bank na wengineo. Tuna tickets hapa zimenunuliwa na watu tofauti. Na yeye Dr. Samia kama Mtanzania, kama mama amevutiwa na jambo hili, na yeye ametoa uungaji mkono kwa watoto hao wa Kitanzania ambao wanakwenda kwenye kusoma kule Malaysia. Kwa hivyo tunashukuru sana. Ni jambo ambalo ni muhimu sana. Elimu ya dini na elimu ya kisecular lazima zisomeshwe zote kwa pamoja. Na tunashukuru serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan hapa karibuni imefanya uboreshaji mkubwa wa mitaala. Moja ya jambo ambalo limepewa kipaumbele kwenye uboreshaji huu wa mitaala ni kutoa nafasi kwa wanajamii kusoma mambo ya kisecular, lakini kusoma na dini. Kwa sasa hivi jamii imekuwa na changamoto kubwa sana ya kimaadili. Sasa dawa tunayoamini kwamba ili watu, wataalamu na wanajamii sote tuwe na maadili mema. Hapa pamoja na mambo mengine, lakini dini ina nafasi kubwa sana kwenye eneo hili la kuwashape watu. Akienda kwa kiongozi, mtu awe ni kiongozi mwenye hofu ya Mungu. Akiwa ni mtendaji, awe ni mtendaji mwenye hofu ya Mungu. Kwa msingi huo atatanguliza upendo kwa kila mwanadamu atakayekuwa mbele yake kumhudumia. Atatanguliza upendo kwa kila mwanadamu atakayekuwa akimuongoza. Lakini vile vile ataogopa kufanya vitendo vya kirushwa, vitendo visivyompendeza Mwenyezi Mungu. Kwa jina langu naitwa Abdallah Chego. Nimekuwa kwenye kamati ya maandalizi kusimamia swala zima la vijana kwa ajili ya kwenda kusoma nchini Malaysia.
na labda moja niliainishe vizuri sana ili tuweze kuelewa ni kwamba tumeingia makubaliano na chuo cha Al-Bukhari. Mimi nawakilisha msikiti wa Masjid Kadiria, ndio ambao kupitia Masjid Kadiria tukishirikiana na Ibn Jazar tumeweza kuwapata hawa vijana. Tulitambua kwamba kuna vijana wengi wa Kitanzania ambao ni wazuri sana kwa maana na uwezo mkubwa wa masomo, lakini uwezo wa kiuchumi ni mdogo. Kwa hiyo sifa kubwa ambayo tumeangalia kupata vijana hawa ni wale ambao wana uwezo mkubwa darasani, lakini hali ya kiuchumi ni ngumu, kwa maana wazazi hawawezi kukabiliana na gharama za masomo, na ndio maana kwa hiyo si tu kwamba ni vijana tu tumewachukua hivi, na tunalenga zaidi wafikia hata vijana mpaka 100 wa Tanzania, na ni nchi nzima. Tutakuwa tunatafuta sehemu mbalimbali wale ambao wamefaulu vizuri lakini hawana uwezo wazazi wao kujisomesha na pengine kupata nafasi huko ndani ili waweze kwenda kusoma Malaysia, na huo ndio msingi hasa wa scholarship hii. Sisi tunatoa mwito jamii ya mke sasa hivi kuielekea elimu. Milango hiyo inafunguka, watoto wanaanza kutoka nje kwenda kuchukua elimu, sio elimu za dini tu, elimu mchanganyiko, elimu tofauti. Hiyo msingi ni kushikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu tunachokiita siku zote, watoto washikamane na Qur'ani, waisome vizuri, na huko mbele future ni nzuri tu sasa hivi tunakoelekea. Mimi naitwa Abdalla Abbas Kilima, ni balozi na mkurugenzi idara Mashariki ya Kati, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Leo tupo katika tukio la kuwaaga vijana 13 ambao wamepata nafasi za masomo kwenda nchini Malaysia, lakini pia kuwapongeza vijana ambao walikuwa kama hawa, waliagwa wakaenda masomoni na leo wamerejea wakiwa wamefanikiwa kukamilisha masomo yao. Of course kikubwa lilitokeza hapa ni kuhakikisha kwamba tunawapa elimu vijana wetu, elimu zote mbili, elimu ya kiroho na elimu ya kidunia. Kama alivyosema Mheshimiwa Waziri, elimu hizi mbili zikichanganywa pamoja zinasababisha zinatuwezesha tunapata kiongozi bora, mtumishi bora mwenye hofu ya Mungu na ambaye ataongozwa na Mungu katika utekelezaji wa majukumu yake.